Kwa sababu ujana wako umerejeshwa kama nini? Haleluya. Ngoja nikwambie kuhusiana na kijana. Kijana, unapoongelea kijana kama mwanadamu, ndio sehemu ambapo mwanadamu ana nguvu kuliko nyakati zote. Hello? Mwanadamu akiwa kijana ndio nyakati ambapo ana muonekano mzuri kuliko nyakati zote. Kama unanisikia, ndivyo yatakuwa maisha yako. Hello? Ujana wako kama tai. Mstari wa 6. Anasema Bwana ndiye ayafanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Haleluya. Amen. Anakusamea maovu yako yote. Anakuponya magonjwa yako mangapi? Rudi kwenye Luka 8, Mathayo 8:2. Mathayo 8:2 tulikuwa hapa. Anasema 2. Anasema natazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Mstari wa 3. Yesu akanyosha mkono akamgusa. Sikiliza. Yesu alikuwa anahitaji kugusa ili upone. Yesu alikuwa anatoa maneno, watu wanapona kilomita nyingi kutoka alipo. Alikuwa anaweza kumwambia tu pona. Lakini unajua kwa nini alimgusa? Alikuwa anataka kuonyesha upendo. Huyu ni mtu alikuwa ambaye haguswi. Alikuwa ashikwi. Ukimshika anaambukiza ugonjwa. Ametengwa kwa miaka mingi. Yesu akasema nitakuponya, lakini sitakuponya tu kwa kuambia. Akamshika. Akisema nataka. Mwambie jirani yako Yesu anataka. Mwambie jirani yako Yesu anataka. Mwambie Yesu anataka. Haleluya. Ashaz watamsaidia huyu hapo. Don't worry. Ashaz namba msaidie huyu wale kwenye viongozi. Msaidieni. Haleluya. Akisema nataka. Haleluya. Takasika. Amen. Msijali, msikilizeni Yesu anasema nini? Anataka. Amesikia tu Yesu anataka. Wageni wakaanza kuondoka, sema amen. Anasema na mara ukoma wake ukatakasika. Au kuchukua siku 3. Anasema mara, ghafla. Ghafla ukoma wake ukafanya nini? Kama una maumivu, hadithi yako itakuwa inaishia hivi, na mara maumivu yake yakaondoka. Kama una udhaifu, itasemwa na mara udhaifu wake ukaondoka. Haleluya. Kwa sababu Yesu anataka. Anataka kukuponya. Anataka uwe na nguvu. Anataka utawale. Anataka uwe na amani. Haleluya. Pengine jamii, watu hawajataka kukugusa, lakini Yesu anataka. Haleluya. Akamwambia aje takasika, na mara ukoma wake ukatakasika. Habari niliyokuletea ni habari ya uzima. Haleluya. Sema habari ya uzima. Sikiliza mtu wa Mungu, hii ndio pointi ya mwisho. Na baada ya hapa tutakuwa na muda mzuri. Anguko la Adamu lilileta dhambi duniani. Hello? Na dhambi ilipokuja mauti yakaingia. Hello? Lakini Bwana Yesu alipokuja ilikuwa ni kwa ajili ya uzima. Warumi 5:12. Warumi 5:12. Ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu, ni Warumi 5:12 nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hivyo mauti ikawafikia watu wote. Anasema kwa dhambi ya mtu mmoja mauti iliingia, na mauti ikawafikia watu wangapi? Wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ukizaliwa duniani ulikuwa unahitaji kuiba, au unahitaji kuua, au unahitaji kudanganya. Umezaliwa na asili ya dhambi kwa sababu ya Adamu.
Hello. Kwa anasema kwa dhambi ya Adamu wote wamefanya nini? Wametenda dhambi. Mstari wa 13. Nitaruka nenda 14. Nenda 17. Anasema mauti iliingia kwa sababu ya dhambi ya Adamu, si ndio? Anasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, anasema zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, nakumbuka neema, si ndio, na kile kipawa au zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Anasema kwa wewe ambao umempokea Kristo, wewe ambao umepokea zawadi ya haki, wewe ambao umepokea neema, wingi wa neema, anasema utawala wako utakuwa katika ulimwengu wa uzima. Sema amen. Ulimwengu wako ni ulimwengu wa uzima. Sema ulimwengu wangu ni ulimwengu wa uzima. Sema ninaishi kwenye ulimwengu wa uzima. Sema tena ninaishi kwenye ulimwengu wa uzima. Sema kila kitu kwenye maisha yangu kina uzima. Sikiliza, ukielewa hii injili utaongea na kila kitu nyumbani kwako. Utaongea na makochi yako, utaongea na nguo zako, utaongea na viatu vyako, kwa sababu viko kwenye ulimwengu wa nini? Wa uzima. Vitu vyako havizeeki. Sema amen. Vinatoka upya hadi upya. Sema amina. Kwa sababu unatembea katika ulimwengu wa nini? Wa uzima. Anasema mauti yaliingia kutokana na dhambi ya Adamu, lakini Kristo ameleta nini? Uzima. Haleluya. Yohana 3:16. Turudie tena kuisoma hii. Ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kigezo ni nini? Kuamini. Ukiamini unatakiwa usifanye nini? Usipotee. Asiangamie, asiingie kwenye mauti. Haleluya. Bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ujio wa Yesu sio mwisho, ilikuwa ni njia. Lengo ilikuwa ni uzima kwa kila amwaminie. Kila amwaminie. Lengo ilikuwa sio awe Mkristo. Lengo ilikuwa apokee uzima. Sema amen. Bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17. Okay, tuishie hakuna sita kwa leo, sababu nakimbia. Sema amen. Ina mkono wako juu. Sema namwamini Yesu Kristo. Sema tena namwamini Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu. Fungua Yohana wa kwanza 5:13. Yohana wa kwanza 5:13. Anasema nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Anasema ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu mna uzima. Na ngoja nikwambie, tunapoongelea uzima, sina muda kuelezea sana leo. Tunapoongelea uzima wa milele, atuongelee uzima wa kutokufa. Hapana. Tunaongelea uzima wa Mungu. Kutokufa ni sehemu ndogo ya huu uzima. Ni uzima unaomfanya Mungu kuwa Mungu. Inua mkono wako juu, sema nasikia. Kwa hiyo Mungu alipokuja kutuokoa, akuja kutuokoa alafu akae asubiria awe anatuokoa kila siku. Alikuja ili tupokee uzima wake, ili kana kwamba kile kinachomfanya yeye awe alivyo, sisi ndio tuwe hivyo. Sio kama unanisikia? Uzima ulio ndani yake unamfanya asiumwe. Ukiupokea uzima huo, na wewe unakuwa hivyo hivyo. Sema amen. Uzima ulioko ndani yake unamfanya awe mponyaji, na kwa sababu umeupokea uzima, na wewe unakuwa hivyo hivyo. Anasema mtawekea mikono wagonjwa, nao watapata nini? Afya. Watapona, kwa sababu ndani ya mwili wako umebeba uzima wa Mungu.
Na ukimgusa mtu, uzima unakuwa transferred, unahamishwa. Sema amen. Sema na uzima wa Mungu. Sema tena na uzima wa Mungu. Hili ni somo kama somo, uzima wa Mungu. Haleluya. Anasema ametuandikia sisi tunalemea jina lake tujue kwamba tuna nini? Tuna uzima wa milele. Angalia maandiko mawili ya mwisho au matatu. Yohana 10:10. Ila shida nako Yesu. Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Anasema ajenda ya mwizi inajulikana, ni wizi, uharibifu au uwaji, si ndio? Anasema lakini ajenda yangu mimi ni moja, wawe na uzima, na huu uzima uwe nao tele. Sema amen. Haleluya. Zaidi kumtikisa jirani yako, mtikise jirani yako. Haleluya. Mtikise jirani yako. Haleluya. Huu uzima wa Mungu utakufanya uwe tajiri. Sema amen. Huu uzima wa Mungu utakufanya uwe mponyaji. Sema amen. Huu uzima wa Mungu utakupa ujasiri katikati ya giza. Sema amina. Huu uzima wa Mungu utakufanya uwe tofauti kwenye jamii yako, kwa sababu utakuwa Mungu kwenye mwili. Sema amen. Anasema kusudi la ujio wake ni tuwe na uzima, na kisha tuwe nao. Haleluya. Wengi kabla hata hujaanza kuomba, wengi mmeanza kupona tayari. Wengi mmeanza kupona tayari. Haleluya. Waebrania 2:14. Haleluya. Amen. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye hivyo hivyo alishiriki nayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Yesu alivaa mwili, alikuwa mwanadamu, ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya nini? Asemi yeye mwenye nguvu ya mauti, anasema aliyekuwa na nguvu ya mauti. Yani nani? Mwambie jirani yako usimwogope Ibilisi, alishamharibu. Haleluya. Sura 15. Anasema awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Watu ambao maisha yao yote wameishi kwa utumwa. Kama kuna mtu yeyote ambaye ameishi kwa utumwa kwenye maisha yake, mwisho wa utumwa ni leo. Nasema mwisho wa utumwa ni leo. Haleluya. Mwisho wa utumwa ni leo. Ibilisi alikuwa na nguvu ya mauti, aliharibiwa. Wangapi wameshakuwa na simu ambayo imeharibika? Naona kuna mashahidi wengi wana simu ambayo imeharibika. Wangapi mnatumia simu zenu zilizoharibika kupiga? Amtumii? Kwa nini? Imeharibika. Wangapi mmeshakuona gari liloharibika, ukaambiwa umeenda stand kupanda gari, unaambia ukapanda gari ukaambiwa hilo limeharibika. Wangapi mnabaki kwenye gari liloharibika? Kwa nini mbaki kwenye gari liloharibika? Alifanyi kazi, ndio? Aliendi. Ukikutana na Yesu na shetani, mtu anakuambia achana naye, ameharibika. Anasema ili amharibu, siko unanisikia? Kwa hiyo kama una ugonjwa leo, shetani alikushikilia, unatakiwa unaondoka kama vile hana maana. Siko unanielewa? Na kama una akili kama zangu, uondoke kimya kimya, unamsonya wakati unaondoka. Sema amina. Kwa sababu unajua huyu bwana ameshaharibiwa siku nyingi. Nilikuwa kwenye minyororo isiyo na maana. Siko unanielewa? Unasimama, unamwangalia, unampandisha, unamshusha, unampandisha, unamshusha, unamtisha. Wale kasaba ye. Si kama unanisikia? Heba la teba ye. Anasema ili amharibu yeye alikuwa na nguvu ya mauti. Andiko la mwisho alafu tuombe. Marko 5.